Chama cha Mapinduzi mkoa wa Magharibi Kichama visiwani Zanzibar kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake alipozungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Akitoa taarifa kwa waandishi habari ofisini kwake wilayani Mwera zilipo ofisi za makao makuu ya CCM mkoa wa Magharibi Kichama, katibu wa siasa, mafunzo, itikadi na uenezi mkoa wa Magharibi Kisiwani Unguja, Msekwa Mohamed Ali, anasema hotuba aliyoitoa Mama Samia Suluhu Hassan kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam ni hotuba iliyojaa mafunzo makubwa kwa Tanzania katika kudumisha amani, usalama na utulivu, kama hapa anavyosema. Taarifa kwa vyombo vya habari. Leo tarehe 8 mwezi wa 12 2025, mkoa wa Magharibi CCM. Nimeona leo kuna haja ya kuwaita waandishi wa habari kuja hapo ofisini kwetu na kuzungumzia mustakabali mzima wa chama chetu, lakini na nchi yetu kwa jumla. Sasa ndugu waandishi, leo tumekuiteni kwa madhumuni haya, kuzungumzia hasa kufuatia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akiwa ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Ile hotuba aliyoitoa pale Dar es Salaam siku ya tarehe 2 alipokuwa anazungumza na wazee wa Dar es Salaam, lakini pia alikuwa anazungumza na taifa kwa jumla. Hotuba ile aliyoitoa ni hotuba ambayo inastahili kupongezwa kwa 100%. Nasi mkoa wa Magharibi tumechukua fursa hii leo kumpongeza Mheshimiwa Samia kwa 100% kufuatia hotuba ile ambayo ameitoa kwetu. Hotuba ile sisi wa Tanzania alizungumza na wazee wa Dar es Salaam, lakini kwa kweli alikuwa na lengo la kuzungumza na taifa, na hotuba ile ina weledi mkubwa. Amezungumza mambo mengi katika hotuba ile, lakini kuna mambo 4 makubwa ambayo ilikuwa kayasisitiza kwetu, nayo silka, utamaduni, desturi. Na silka na utamaduni na desturi yetu sisi wa Tanzania ni amani na utulivu. Alizungumza kwa mtizamo mkubwa, alizungumza kwa hisia kubwa, lakini nasi tumepokea kwa hisia kubwa vile vile. Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu alizungumza na kuwataka Watanzania wasiwe na taharuki, maana kufuatia vurugu iliyotokea siku ya tarehe 29, wakati sisi wa Zanzibari, wa Tanzania na wananchi kwa jumla tulikuwa tumepata fursa ya kufanya chaguzi zetu kwa mujibu wa katiba na kanuni zetu za nchi yetu. Katika kufanya chaguzi zile, basi walitoka vijana ambao tuseme hawajitambui, tuseme hawajijui, na wakataka kuzusha taharuki miongoni mwetu ili zoezi lile lisende kufanyika kwa weledi. Lakini Mungu mkubwa, zoezi lile limefanyika kwa ufanisi mkubwa na tukawapata viongozi wetu ambao tayari tumeshawachagua. Zoezi lile limchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia limchagua Rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Na kwa kweli tunastahili kupongezwa sana Tanzania hii jinsi ya tulivyomchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kura nyingi. Tumemchagua kwa kura nyingi, lakini Rais wa Zanzibar pia naye kachaguliwa kwa kura nyingi. Sasa hili wale wasopenda amani ya nchi hii inaonekana liliwakera, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakujiweka. Tukumbuke kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar tuliwachagua na walichaguliwa na wananchi. Hakushirikishwa mtu kwa kushikiwa mtutu wa bunduki wala kulazimishwa. Ni mwananchi mwenyewe alinyanyuka akaona chama chenye kuweza kuleta maendeleo Tanzania hii ni Chama cha Mapinduzi. Wao wakaenda kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini wao wakachagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini ilifanyika hivyo? Kwa sababu wale wenzetu kwanza hakujitokeza. Pengine labda tulikuwa tumeona labda tungekuwa na ushindani kidogo, vile vyama viwili vikubwa kama vingejitokeza kati ya Chadema na ACT. Lakini wakati mwananchi ana vyama vile havipo na chama chenye mashiko kipo, Chama cha Mapinduzi, wakachukua fursa kuchagua Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu wanaona na kwa sababu wanajua
kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye kuleta maendeleo katika Tanzania hii. Chama cha Mapinduzi kinasimamia amani na utulivu. Chama cha Mapinduzi hicho kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia na Dr. Mwinyi ndio wao waliofanya mambo makubwa ambayo kwayo sisi ndo kwanza tunayaona. Si tu kwamba tunayaona, bali shule zilikuwepo, hospitali zilikuwepo, lakini flyover zilikuwepo. Lakini sasa wao wamefika pahala wakasimamia na wakaona kwamba waongeze shule, lakini waongeze hospitali, lakini wafanye huduma ya maji safi na salama na miundombinu ya barabara. Lakini ndio wao waleta usafiri wa anga na wa bahari, wakasimamia kwa weledi. Ndipo yule mwananchi yeye mwenyewe akapendezewa na akaona akichagua Chama cha Mapinduzi. Akizungumzia lengo la kuwaita waandishi habari, Mwenezi Msekwa anasema, ndugu waandishi wa habari, leo nimewaiteni hapa kwa lengo moja kubwa la kupongeza viongozi wetu wote wa Chama cha Mapinduzi waliochaguliwa ili kusimamia na kulinda nchi hii. Lakini tukumbuke kwamba na sisi wa Tanzania tuna kazi ya kulinda amani yetu na utulivu ambao tunao. Bila amani na utulivu, nchi hii isingeweza kufikia hatua ambayo tumeifikia. Tukumbuke kwamba wale wenzetu waliotaka kuvunja amani, wale wenzetu ambao wameribuniwa, sijui kwa vipesa vichache au kwa mdomo mtupu, lakini wale si watu ambao wanajitambua. Walichukua fursa hii kusema na wana magharibi, kusema na Watanzania, kusema na watu wote ambao wanaitakia mema Tanzania, kuona kwamba tunalinda, tunatetea, tunasimamia sirka na tamaduni zetu, lakini pia kuona amani na utulivu unaendelea kutawala katika nchi yetu. Mheshimiwa Samia na Mheshimiwa Mwinyi wana kazi moja tu kubwa ya kuweza kusimamia zaidi ya amani yetu na utulivu ambao tunao. Na bila shaka kazi hiyo wanaifanya na sisi tunaiona. Lakini katika yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano aliyazungumza siku ile, alizungumza kuhusu watoto wetu na vijana wetu ambao sisi ndo tunakaa nao, na hawa ndio ambao wanarubuniwa. Chama cha Mapinduzi kina jumuiya zake 3. Ni muhimili wa chama. Nikihakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia umoja wa vijana, kupitia UWT, lakini kupitia wazazi, wote wana jukumu la kushuka chini kwenda kusimamia vijana wetu, tukijua kwamba kazi hiyo wanaifanya na inaifanya vizuri. Sasa ndugu waandishi wa habari, mimi kubwa ambalo leo nataka nilizungumze ni kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kamati ya siasa na halmashauri kuu ya mkoa wa Magharibi. Tunampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yenye mtizamo mzuri, yenye mwelekeo mzuri ambayo aliwasilisha kwetu, tukijua kwamba kule kuna maagizo sisi ya kuwasimamia kama chama. Sisi kila mtu anajua wajibu wake na kila kiongozi anajua mipaka yake na miko yake ya uongozi. Tutahakikisha tunakilinda chama chetu, tunalinda viongozi wetu ili mambo mengine yaende vizuri. Ndugu waandishi wa habari, nanyi tunawashukuruni sana. Tunawashukuruni sana waandishi wa habari kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya kabla na baada ya uchaguzi. Ndio nyinyi ambao mlikuwa mnahamasisha amani na utulivu, mnahamasisha wananchi wetu kuweza kujitokeza kwenda kufanya tendo la demokrasia la kuchagua chama ambacho wao walikuwa wanakitaka. Lakini kwa bahati njema chama ambacho kimechaguliwa ni Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuruni sana waandishi wa habari. Pia nasi tunawapongeza sana nyinyi waandishi wa habari. Mmejitoa sana kuona kwamba amani na utulivu wa nchi hii unaendelea vizuri. Tunaahidi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Magharibi, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa wa Magharibi, tunaahidi kusimamia amani na utulivu ambayo upo, kusimamia na kutekeleza yale yote maagizo tuliyopewa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini kusimamia maagizo yote na maneno yote mazuri yale ambayo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambayo anatuambia sisi katika kufanikisha utulivu na amani iliyokuwepo.
tutazilinda rasilimali zetu, tutalinda mali zetu, tutalinda nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Kama tunavyosema, chama kwanza, mtu baadaye. Hongera Dr. Samia Suluhu Hassan, hongera Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Na washukuruni waandishi wa habari leo kwa kufika hapa, kwa kuja kuungana nasi katika kutoa pongezi zetu za kushukuru chama na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, lakini pia rais wa Zanzibar. Asanteni sana na washukuruni kwa kunisikiliza. Pongezi hizo alizopewa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam ni jambo la kiungwana sana, na ni jambo la furaha kuona kiongozi wa nchi kuwapa nasaha wazazi walezi katika kuwasimamia vijana wao ili waweze kuheshimu misingi ya nchi yao. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka wilayani Mwera zilipo ofisi za makao makuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Magharibi Kichama, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.